kila mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Kila mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Na tuliangalia mambo kadhaa wiki iliyopita. Labda kwa kurejea kidogo, Mungu atusaidie sana ili hii habari tupate kuielewa. Tuliangalia kwa habari ya kiu na njaa kwa kina. Tukasema kwamba katika maisha ya imani au katika maisha ya muamini na katika maisha ya kawaida kabisa, mtu ambaye hana kiu, mtu ambaye hana njaa ya kupata matokeo fulani katika maisha ya watu, yani mtu ambaye hana kiu, hana njaa ya matokeo fulani, mtu wa namna hiyo hakuna mahali anakoelekea. Na ndio maana hata Mungu mwenyewe tukasoma maandiko kwa kina kwamba yeye anawaalika watu wenye kiu na wenye njaa. Tukaangalia heri mwenye kiu ya haki, mwenye kiu na njaa ya haki, tukaelezea kwa kina. Lakini kila mwenye kiu na aje, yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Kuna vitu ambavyo inawezekana tuna pengine tungependa vitokee katika jamii, katika maisha yetu. Lakini je, tumefikia kiwango cha njaa au kiu katika maisha haya hata ya ulimwengu huu wa kawaida tu ambao tunaishi? Kama hatuna kiu na njaa ya kuona matokeo fulani, kiu na njaa, hatuna huo msukumo. Sababu unasema kiu na njaa ni msukumo, kitu ambacho kinatusukuma katika kupata au kupokea matokeo fulani. Ni ngumu sana kuyashuhudia hayo matokeo. Tukifanya vitu kawaida, sio rahisi kabisa kupata matokeo ambayo pengine tunayatamani. Lazima kuna kitu kisukume nyuma, kiu, njaa, kuna msukumo. Na labda niulize kitu kimoja, pengine sisi ni minister hapa, tunafanya huduma. Kitu gani ambacho kinatu drive, kinatusukuma? Msukumo wetu hasa ni nini? Msukumo wetu ni matokeo gani? Hiyo ni swali ambalo lazima tujiulize, kwamba tunafanya sawa, tunahudumiana, mpendwa, twende tukahudumu, lakini ni kitu gani ambacho tuna kiu gani katika hiki ambacho tunakifanya? Mfanyabiashara anapofanya biashara, kuna kiu anayo, kuna njaa ambayo anayo, pata faida fulani. Kila mmoja kulingana na vile ambavyo ana project. Mwingine faida yake pengine anawaza pengine apate faida kiasi fulani, mwingine kulingana na kipato yake, kulingana na uwezo wake. Kila mmoja anasema ana njaa ya. Kuna mtu mwingine akipata tu 20,000 kwa siku, mwingine 10,000 kwa siku, mwingine buku, anaona ameona, asema ile njaa yake imeshibishwa. Mwingine akiwahudumia watu kadhaa kwa siku, anaona. Lakini sisi njaa na kiu yetu ni ipi? Sababu kama Mungu anawahitaji wenye kiu na njaa, Mungu anawahitaji wenye kiu na njaa. Maana kiu na njaa, msukumo wa matokeo fulani, ni kitu cha muhimu sana kabla ya kutenda iko kitu. Sababu ukitenda kitu pasipokuwa na msukumo fulani, pasipokuwa na njaa, utakichukulia poa, utafanya katika namna tu ya kawaida, sio katika namna ya kufulfill yale matokeo ambayo unayatazamia. Kwa hiyo sisi pia kwa kadiri ambavyo kuna namna fulani tunakuwa tunasema katika ministry, kuna njaa au kuna kiu ambayo lazima iongezeke. Na tuliangalia kwa kina wiki iliyopita kwa habari ya kiu na njaa. Hapo singeweza kurudia.
Lakini kwa kadri ambavyo tunamjua Mungu, kwa kadri ambavyo tunamfahamu Mungu, ndiyo njaa yetu na kiu yetu ya kuona watu pia wanamfahamu Mungu katika upeo ule tunaomfahamu sisi. Yaani kwa kadri ambavyo unafahamu kitu fulani, ndiyo njaa yako kwanza ya kuongezeka, yani njaa yako inaongezeka ya kukifahamu kile kitu. Lakini when it comes to the ministry, napokuja kwenye swala la huduma, maana yake ni kwamba kiwango kile ambacho tunamfahamu Mungu ndio kinatakiwa sema tuwe na kiu na njaa ya kuona wengine pia wanamfahamu Mungu wetu katika upeo ule, kwa sababu iko hivi, hauwezi ukawa unamfahamu Mungu katika kiwango ambacho amejiexpose, kwa sababu iko hivi, tunatofautiana kwa kadiri ya kwa namna ambavyo tunamfahamu Mungu. Kila mmoja anakisema kuna kipimo ambacho amekifikia, kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na tunaelewa kwamba imani tunatofautiana kiwango cha imani. Na maana kwa kadri ambavyo tunatofautiana kiwango cha imani, maana ni kwamba kiwango cha kumjua Mungu kina tofautiana. Hakuna mtu ambaye anamjua Mungu kamili kama Mungu anajifunua kwa sehemu. Yaani tunatofautiana the way ambavyo ufahamu wetu unamfahamu Mungu. Ndio maana kunasema maisha ya wokovu ni safari, si ndio? Kwa kadri ambavyo unakaa karibu naye, inawezekana hujawahi kumfahamu Mungu kama mponyaji. Inawezekana hujawahi kumfahamu, unasikia tu watu wanasema, unasikia habari zake, lakini wewe hujawahi kupata ile experience. Kwa sababu niseme kweli kwamba hata kunaenda kwa lugha, kuna watu wengine wakisikia kunaenda kwa lugha wanasema kama wanacheza hivi. Lakini ukipata ile experience ndio utasema sasa wewe unaweza ukazungumzia hiyo habari ya kunaenda kwa lugha. Hata kwa habari ya healing, kila unachokizungumza kile ambacho una experience na unakielewa, unakijua. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa maana gani? Kwa maana kwamba tunatofautiana ufahamu katika Mungu. Na hiyo inatengeneza utofauti pia katika imani, katika kumwamini Mungu. Sasa kwa kadiri ambavyo unamfahamu, ndio njia yako, ndio kiu ya kuendelea kusonga mbele. Sawa sawa na hivi mfanya biashara ambaye ana mtaji pengine wa $100,000, akisogea $1.5, anakuwa na kiu ya kusogea $200,000, anakuwa na kiu ya kusogea hivyo. Yaani mtu ambaye wa 10,000 hawezi kufikiria habari ya $200,000, anaweza akafikiria 20, au mtu wa 10,000 hawezi kufikiria habari ya $200,000, kwamba biashara yangu naifanya hii na sasa hivi kiu yangu ni, yaani lazima afikirie sema next stop, hatua inayofuata. Mtu ambaye sema capital yake ni bilioni 100 au milioni 10, atafikiria, tunasema kiu yake ni kubwa zaidi. Kiu yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kiu na njaa ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana katika jambo lolote, katika jambo la maisha. Usifanye vitu bila kuwa na msukumo fulani. Unategemea nini? Na tuliangalia wiki iliyopita kwamba watu wengi misukumo yao ni wao. Sasa kwenye mambo ya ulimwengu huko inawezekana ni sawa, msukumo wangu nipate faida zaidi, itokee. Lakini kwenye ministry, kwenye huduma ya Kristo, inapokuwa msukumo wa kufanya ministry, it's all about me, ni kwa ajili yangu mimi, jina langu likue, nipate private jet, nipate niwe kama mtumishi fulani, niwe na heshima. Ukisha kuwa na huo msukumo, uko kwenye msukumo ambao sio sahihi. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe msukumo wake wa kumtoa Yesu ilikuwa ni kwa ajili ya sema ulimwengu. Sema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo ilikuwa ni watu. Sasa kama msukumo wetu wa ministry ikiwa ni sisi, jina langu, ikiwa ni mimi, ikiwa nipate, ikiwa niwe kama fulani mimi, sio watu wabadilishwe, sio watu wamjue kama vile ambavyo Mungu amenijalia, amenipa hiyo neema. Ikiwa sio hiyo, tupo katika wrong side, katika muono ambao sio sahihi, msukumo ambao sio sahihi. Mungu anachunguza mioyo. Sema Mungu wetu ni Mungu aichunguzaye nini? Mioyo.
Ukifanya jambo ni zuri, sawa. Umetoa sadaka, sawa, ni jambo zuri, umetoa sadaka pengine ya ujenzi, ni jambo zuri. Umeongoza sifa na kuabudu, ni jambo zuri, unafundisha. Lakini Mungu anatuangalia msukumo. Umefanya kwa msukumo gani? Unafanya pengine huduma, tunasema huduma, naenda kufanya huduma, lakini msukumo wako pengine ni kujikimu, kwamba nafanya hivi ili kwamba nipate maokoto, au nafanya hivi ili niwe maarufu. Msukumo, Mungu akiangalia msukumo wake, akaona huyu kinachomdrive, njaa yake, kiu yake, it's all about him, ni yeye. Na wakati njaa ya Mungu ni ulimwengu upate kumjua yeye. Kwa kwenye huduma, tunasema huduma ya Kristo, huduma katika kanisa, sio sisi, ni watu. Sasa tuliangalia wiki iliyopita, nisingependa nirudi tena huko, lakini kiu na njaa ni muhimu, kwa sababu Mungu anawajali sana wenye kiu na njaa sahihi. Mwenye kiu na njaa, yaani iko hivi, Mungu hawezi akatoa chakula kwa mtu ambaye hana kiu na njaa, kwa sababu atakimisiuzi. Ukimpa kitu mtu akihitaji kitu ukampa, yaani automatically kile kitu atakichukulia poa. Yaani hata kama nasema hivi, hata kama katika form of life, nasema mfumo wa maisha tu kawaida, kama unaona huyu mtu hana uhitaji na hiki kitu, usilazimishie kwamba umeanzisha unataka unalazimishia kuwapa watu vitu. Lazima uone kuna uhitaji. Unajua kuna hii kitu ambayo tunaangalia serikali, si ndio? Serikali huwa inatoaga baadhi ya huduma bure kabisa, si ndio? Vitambulisho vya taifa, sijui vitu gani, inatoaga vitu ambavyo services ambazo ni free, si ndio? Lakini masharti lazima uombe. Yaani ni bure, sawa, lakini masharti lazima uombe. Kwa hiyo kama serikali za ulimwengu tu zinaelewa kwamba zingesema jamani, haya enjoyeni tu bila kuomba, kuna mtu angechukua tu akakimisiuzi. Lakini ile utaratibu, nimeenda nimepanga foleni, nimesubiria, nasema hiki nikikipoteza utaratibu wake kukipata ni issue. Kwa maana yake ni kwamba nitakitunza. Kila mwenye kiu na njaa, yaani Mungu hawezi akakupa tu mafunuo bila kumtafuta, never. Akakupa tu pengine ile uwezo bila kuomba. Kwa kadiri ambavyo unataka Mungu akutumie kwa kiwango kile, lazima tuombe. Ili Mungu anapokupa ule uwezo useme kwa kweli Mungu anajibu. Yaani isiwe ni chip. Unajua hivi, kwa nini Mungu asinitumie hapa nikamnyanyua mtu, kwamba nikienda pale hospitali nikawanyanyua wote? Kuna gharama ambayo unatakiwa ufanye nini, ambayo unatakiwa uilipe. Sasa hiyo gharama yake ni nini? Ni kuomba. Sasa kwa kadri ambavyo unaomba, ndio unasema unaonesha nina njaa, nina kiu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusitoe vitu kwa watu ambao hawana njaa, usigawe kitu tu kwa mtu ambaye hana. Unajua sasa huyu mtu hakihitaji hiki kitu, afu unampa. Unajua huyu hakihitaji hiki kitu, alafu unampa. Tusiwe wepesi kushare tu hata informations. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengine watazimisuse. Na hata kwenye injili, jamani, niseme ukweli, hata kwenye injili, kuhubiri injili, tunaenda kuhubiri injili, si ndio? Tunapoenda kuhubiri injili, lazima Roho Mtakatifu akuongoze. Yaani hata wanafunzi wa Yesu walipotumwa kwenda kuhubiri injili, waliambiwa msiingie nyumba za Wasamaria au watu wa mataifa, nendeni kwa watu Kwa hata unapoenda kuhubiri lazima kuwe na maelekezo mahususi. Umesikia ndani kwamba bana, niende kwa mtawa. Na hata ukiona sasa huyu mtu pengine haipo katika utayari wa kusikiliza, usilazimishie. Wewe umeenda unakuta mtu yuko kwenye shughuli, au unaenda kwenye ofisi muda wa kazi, mtu anafanya kazi
pale muda wa kazi anafanya, pengine unajua hii kazi hii yuko busy, pengine kazi ambayo inatubia akili, unataka kumlazimishia. Kuna namna fulani lazima kuna namna fulani uone utayari. Inawezekana umemsalimia akupokea kanini, ukaanza kuongea naye, ukaona hii huyu kweli yuko tayari lakini ukilazimishia mtagombana, au kile chakula hataki. Bwana Yesu asifiwe. Kiu, njaa ni muhimu mno, msukumo katika jambo lolote, msukumo. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja hapa wakati tunaendelea. Tuliangalia kwamba, nataka tuende mbele kidogo hapa leo. Na hapa itakuwa tu tutakaa hapa kwa muda kidogo. Tulisema kwamba kinachoweka kiu ndani ya mtu ili apokee wokovu ni neno la Mungu. Kwamba tunapohubiri neno la Mungu, ile neno la Mungu linafanya watu kumtafuta Mungu. Kwa hiyo tunapohubiri injili ni habari. Hiyo habari inaleta wokovu. Sema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ila maana unapohubiri injili unafanya sasa ile neno kwamba kila mwenye kiu, kwa maana ukihubiri injili ina ahadi. Kwa zile ahadi ambazo tunapozisema ahadi za Mungu, kwa wale ambao Mungu amewajalia wakasikia zile ahadi, alafu zile ahadi kasema kumbe unakuta sasa nini, wanamwamini Mungu kwamba kumbe katika Mungu tunapokea msamaha wa dhambi, katika Mungu tunawekwa huru mbali na vifungo vya ibilisi. Sasa wanapopokea ile habari njema, ile habari njema inatengeneza kiu. Ndio maana nasema kila mwenye kiu aje. Ina maana Mungu anahitaji wale ambao wamesikia neno la Mungu. Wale wamesikia neno la Mungu ndio anawaokoa. Ndio maana sasa nikasema wiki iliyopita nikasema kwamba ndio maana yatupasa kuizungumza habari njema ili kwamba iwajengee watu kiu ya kumtafuta Mungu. Mahali popote ambapo hawajasikia injili, wokovu hauwezi ukafika mahali hapo, haiwezekani. Ukiona sehemu pengine injili ambayo sio ya kweli inahubiriwa, kinachohitajika hapo mahali hapo ni nini? Injili ya kweli. Kwa hiyo injili au habari, information ndio inaleta kiu. Sasa katika hili nataka tuangalie in real sense, katika uhalisia wa kawaida. Kwa mfano katika ulimwengu kuna taarifa nyingi, si ndio? Kuna informations nyingi, kuna taarifa nyingi zinazungumzwa kupitia movies, kupitia hadithi kadhaa, kupitia muziki. Na nataka nikae kwenye muziki hapa kidogo. Zile taarifa unapozisikia, yani ukizisikia taarifa zikaingia ndani ya ufahamu wako, yani lazima kuna namna fulani zinayaathiri maisha. Information au taarifa unazosikia zinaathiri maamuzi yetu. Kuna namna fulani inatengeneza kiu. Ukisikiliza muziki uliovuviwa na neno la Mungu, mfano ukisikia muziki ya ibada, muziki ambao umevuviwa na neno la Mungu, maneno, pengine tunaimba nyimbo za sifa, nyimbo za kuabudu, zile nyimbo zinaweka shauku ndani yako ya kukuingiza wewe katika ibada. Ukisikiliza muziki uliovuviwa na uzinzi na uasherati, maneno yale yamejaa uzinzi na uasherati, automatically inasema inapanda hamu ndani yako ya kutamani kujaribu kila kisima, sababu uzinzi na uasherati ni mpaka upate ile experience ambayo inazungumzwa kwenye huo muziki. Kwa sababu information inaweza anayezungumza ana share with you experience alionayo. Hata inawezekana ile experience ambayo unaisikia wewe haujawahi kufanya nini? Haujawahi kuipata. Kwa sababu hujawahi kuipata, inabidi sasa uanze kuitafuta. Kwa inawezekana kuna muziki iliyovuviwa na uzinzi na uasherati, inapanda hamu ya uzinzi na uasherati. Inawezekana muziki mingine au nyimbo zimevuviwa na ulevi,
ulevi wa vileo au ulevi wa madawa ya kulevya. Ulevi wa vileo au madawa ya kulevya. Nyimbo za namna hiyo zipo kwa wale ambao tumetokea Kilimanjaro, kwa Arusha, kuna nyimbo zetu zile za reggae. Wale ambao wanaimba reggae unakuta wanapenda sana kupromote marijuana. Marijuana, wanasema bangi. Na hata mara nyingi ukiangalia zile nembo wanazovaa za mjani, sema mjani. Kwa mtu ambaye anasikiliza zile nyimbo, unakuta automatically kile kitu cha ulevi, ile shauku, ile hamu, ile experience, naye pia inamdrive in. Ndio maana watu wa kaskazini kule kwetu Kilimanjaro, Arusha, kipita kwenye mababa, kwenye vijiwe vya Mbege na kadhalika, unakuta reggae ndio zinapigwa. Roots and reggae zinapigwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu mtu akiwa anakunywa pengine ile akafu na ule muziki jinsi unavyomsindikiza, anaona kama ile rhythm inapanda. Lakini unakuta wale pia wanaopiga zile nyimbo wanavuta pengine bangi. Na ndio maana unakuta hata machata yao wanapenda sana ile ule mjani wa bangi. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba information inaweka kiu ndani ya mtu. Ukisikiliza taarifa fulani zinaweka kiu ndani yako. Iwe ni muziki, kama ni muziki wa ibada, huo muziki umevuviwa na neno la Mungu, utaweka kiu ya ibada. Kuna muziki mingine au taarifa zingine zinavuviwa na chuki. Machuki. Unasikiliza informations ambazo hizo information ndani yako zinatengeneza kiu ya kusema wasama. Nikuta mtu ana wasama, unasikiliza nyimbo za uchochezi, unasemaga uchochezi ambazo zinafanya pengine wachukie watu fulani. Ziko za namna hiyo. Kwa hiyo neno, taarifa inaweza ikaweka kiu ndani ya mtu. Ndio maana tunapolihubiri neno la Mungu, neno la Kristo, linaweka pia kiu ya watu kumtazama Kristo. Kuna information ukisikia zinaweka kiu ndani yako za kuanza kutamani kujifunza habari za giza. Tunaona kwenye makanisa, si ndio? Tunafundishwa habari za kuzimu. Mambo ya kuzimu yanatuhusu nini jamani? Sisi tunatakiwa mambo ya giza, sijui mchawi akafanya hivi, nilipoenda sijui zinatuhusu. Nakuta kitabu kimeandikwa sijui mbinu 7 za wachawi. Hizo mbinu zinatuhusu. Namna ya kuwashinda wachawi. Jamani, ukishaanza kufuatilia taarifa utaanza kutamani kujua, utatamani kujua ibilisi, alafu baadaye kwa kadri ambavyo unamjua ibilisi unaanza kuona kwamba ana nguvu. Unajua ibilisi anapojiexpose katika namna hii ndogo ndogo, ili unapotengeneza interest, unaanza sasa kufanya nini? Unakuwa na kiu ya kutamani kujua zaidi. Alafu unapojua zaidi unaweza kuona kwamba naye kumbe ana nguvu. Alafu ukishaanza kuona kwamba ana nguvu, unaanza kuwa na hofu. Hataki tujue mabaya. Hataki tujue mabaya. Tutakuwa tujue mema tu. Kilichomsababisha Adam na Hawa wafanye katika anguko, ujuzi wa mema na mabaya. Ile experience ya kujua kitu kibaya. Aliingia katika experience ya kusema kwamba Mungu aliwakataza. Alafu wao wakataka disobey ile katazo. Kwa hiyo nimesema mambo haya kwa sababu gani? Kwa sababu tunaposikiliza taarifa zinaweka kiu ndani yetu, zinapanda kiu ndani yetu, zinatengeneza kiu ndani yetu. Tusipohubiri neno la Mungu, watu hawezi kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Tusiposoma maandiko, hatuwezi kuwa na kiu ya kuzidi kumfahamu Mungu. Tukifika wakati, nilisema wiki iliyopita, tukifika wakati kwamba tumerejea, kwa sababu labda mimi ni minister, napiga muziki, nafundisha na nini. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mtu wa kanisani, unajua kuna ile kwamba mimi bana ni minister pale kanisani. Unafanya nini pale kanisani? Mimi bana pale kanisani ni asha. Mimi pale kanisani, ukishapata kuna kanafasi fulani ukawa nako, basi unajiona yani wewe tayari yani umefika.
Yaani hauna tena ile, unaona kwamba tayari mimi nimeshafika. Mimi kwao nikiwa pale pengine naongoza watu, nikiwa pale pengine labda napiga kitu fulani, nikiwa pale pengine naongea na watu, naona kwamba sina tena haja tena ya kujifunza siri za ufalme wa Mungu. Na ukitaka kujua kwamba sema hatuwezi kukua, hatukui, interest yetu sisi na neno ikoje? Sababu neno ndio linazidi kuweka kiu ndani yetu. Yaani niseme tu ukweli, sio maombi. Kwa kadiri ambavyo unaweka neno la Mungu ndani yako, unajifunza habari za Kristo, unasikiliza walimu mbalimbali, unasoma maandiko, ndivyo ambavyo unakuwa na kiu ya Wakorintho wa kwanza 15:35-33 anasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Usidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tunachokisikia kinaweka kiu ndani yetu, alafu tunapotembea tunakuta tunafanya yale mambo, tabia inaonekana. Na tuangalie basi kitu kimoja hapa. Tuangalie maji au chakula cha uzima ni nini. Kila mwenye kiu aje, maji ya uzima. Pangu kuna maji ya uzima. Naona muda unakimbia. Maji ya uzima au chakula cha uzima ni nini? Maji au chakula cha uzima ni kitu gani? Kwa sababu katika maandiko Yesu alizungumza sana kwa habari ya kila mwenye kiu aje. Mimi ninayo maji ya uzima. Maji ya uzima, kila ajaye nitampa maji ya uzima bure. Maji ya uzima na chakula cha uzima kimezungumzwa sana. Na Yesu alizungumza sana. Unajua Yesu katika kipindi kile alikuwa anazungumza kwa lugha ya picha. Alikuwa anazungumza kwa lugha ya picha, kwa lugha ya mfano. Kwa nini alikuwa anazungumza kwa lugha ya mfano? Ili watu wale ambao hawajakusudiwa uzima wa milele wasipate kuelewa. Kwa hiyo tunaposoma maandiko, vitu vingi ambavyo Yesu alikuwa anavizungumza kwenye public vilikuwa ni kwa lugha ya mfano, lugha ya picha. Chakula cha uzima, maji ya uzima. Haulaye mwili wangu. Kuna wakati nilikuwa nasoma leo nikawa nashangaa sana kwamba kuna wakati alizungumza kwamba haulaye mwili wangu anao uzima wa milele katika sinagogi. Watu wakasema huyu ana kichaa kweli, mwili wake. Kuna wanafunzi wengine walikuwa washaanza kumwamini, akasema sasa wakawa wanamfuata. Waliposikia tena habari ya mwili, tena akasema ainywae damu yangu. Akasema tena anazungumza mambo ya damu, tena damu yake. Wakamsepa wengine wakakimbia. Alikuwa anazungumza lugha za mfano. Kwa hiyo maji au chakula cha uzima ni nini? Maji au chakula cha uzima ni nini? Ni kumfahamu Yesu, ni kumwamini Yesu. Kwa hiyo chakula cha uzima ni kumfahamu Yesu, ni kumjua Yesu. Na niseme hivi, kumjua Yesu kama nilivyosema mwanzoni, tunapomjua Yesu ndio tunamjua Baba alivyo. Baba ameamua kujidhihirisha katika namna ya mwili kupitia mwanae. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza tukamjua Baba alivyo bila kumwangalia Kristo alivyo. Sasa tunapomfahamu Yesu, kwa sababu kumfahamu Yesu, unaweza kumfahamu Yesu kama Mwokozi, mkombozi ambaye katika yeye tumesamehewa dhambi. Hiyo ni Injili. Mtu anaokolewa. Lakini kuna kumfahamu Yesu katika mapenzi yake. Maana kwamba katika kila tunachokifanya, je, hapa Kristo anataka nifanye nini? Katika hili Kristo anataka nifanye nini? Sema kumfanania Kristo, tunakuwa hata kufikia kimo cha utimilifu cha Kristo. Kwa hiyo hakuna kwamba hakuna ambaye anamfahamu Yesu kwa ukamilifu kabisa kwa asilimia yote. Ila tunakuwa, sote tunakuwa. Ulipoamini kwamba Kristo au Yesu Kristo, kwa njia ya Kristo Yesu ninapokea msamaha wa dhambi. Nimesamehewa dhambi.
Kwa nini? Kwa sababu ya damu yake, kwamba nilistahili hukumu, lakini damu yake inanipa utakaso wa dhambi. Kwa hapo mtu anazaliwa kusema anazaliwa mara ya pili, anazaliwa upya. Ukishazaliwa upya, kuna safari ya kukulia wokovu. Kwa ile safari ya kukulia wokovu ndio neno la kumfahamu Kristo. Kwa hiyo kadri ambavyo unamfahamu Kristo, maana kwamba unakula chakula. Paulo alizungumza kuna chakula cha maziwa, alafu akazungumza chakula nifanye nini? Chakula kigumu. Chakula kigumu kwa ajili ya nini? Tayari ambao akili yao ishakomaa. Sasa kile chakula ni nini? Maana kwamba kwa kadri ambavyo tunasema tunaukulia wokovu, kuna mafundisho ambayo yanakuja ambayo yanamfunua Kristo zaidi katika engo mbalimbali. Kwa mfano, unapokuwa chukulia mfano kwenye ndoa. Kwenye ndoa, kifika hatua ya ndoa, kuna namna ambavyo utatamani kujua mapenzi ya Kristo ya namna ya kuenenda katika ndoa, katika kazi, wherever. Kuna namna fulani ambavyo kutambua mapenzi ya Kristo ya namna ya kuenenda katika kazi. Kama katika kazi Yesu Kristo anataka tuenendeje, tufanyeje kazini. Inapokuja kwenye situations pengine mbalimbali, situations za pengine za kutisha, za kuhuzunisha, mapenzi ya Kristo ni nini? Unapotishwa, unapoogopeshwa, unapopita katika hali ya uhitaji, mapenzi ya Kristo ni nini? Sasa kwa kadri ambavyo tunatambua mapenzi ya Kristo, ndio tunakula, tunaendelea kula. Kwa hiyo hakuna mtu kwamba umeshakula mara ya kwanza alafu ndio imetosha hiyo. Tunaendelea kula ili tuzidi kukomaa, usema kila engo, kwenye kila jambo tuyaelewe mapenzi yake. Kwa chakula ni kumfahamu Kristo. Chakula ni kumfahamu Kristo au kulielewa neno la Mungu, sababu Kristo au Yesu Kristo ni neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo Yesu ni neno la Mungu ambalo limejidhihirisha kwetu, kwamba tukimwangalia Yesu alivyoenenda, alivyokuwa anazungumza habari zake, ndio tunaelewa nini? Tunamuelewa Mungu jinsi anavyotuwazia. Yohana 17:3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele, maji ya uzima, chakula cha uzima. It's all about kujua. Unajua kuna kusikia na kufahamu. Unaweza ukasikia kitu hujakifahamu. Ukisikia kitu hujakifahamu, haujakielewa, maana ni kwamba haujajua kwamba hiki ni chakula. Unajua kama hujajua hiki ni chakula, hauwezi ukakila Kwa sababu kukila kitu ni kusema unekila alafu kikakufaidia ukaanza kutenda mapenzi yake. Kwa hiyo unaweza kuhubiri habari za Kristo huko nje, ukawahubiria watu habari njema. Wewe unakihubiri, unasema unaachilia chakula cha uzima. Lakini kuna watu ambao hawaoni kama ni chakula. Mtu ambaye haoni kama ni chakula hawezi kukipokea, si ndio? Hawezi kukipokea. Kwa hiyo sio tu kwamba kusikia na kufahamu. Kadri ambavyo unamfahamu Kristo, unasema unakuja kwenye ufahamu kwamba kwenye situation hii mapenzi ya Kristo ni haya. Unafahamu, alafu unatenda. Ndio kusema kwa nini unakila kile chakula. Kuna Yesu hapa kuna wakati ambacho kuna sehemu ambayo alizungumza, anasema chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya Baba yangu. Nitaitafuta hilo andiko. Lakini anasema chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya Baba yangu. Maana kwamba Yesu anaposikia neno la Baba alafu akatenda mapenzi ya Baba, amelisikia neno. Sababu anasema kila nalolitendalo hakuna jambo ambalo lisilosikia kwa Baba yangu au nisilomwona Baba akilifanya. Kwa kadiri ambavyo anasema anafanya maamuzi fulani,
anatenda mapenzi ya baba yake, anasema kile ndio chakula chake. Na niseme hivi, hata katika ulimwengu, nichukulie tu katika namna ya kawaida tu, mfanyabiashara au pengine mtu anayefanya shughuli fulani, yaani ukiwa unafanya shughuli yako ambayo kwa kweli una msukumo, una njaa nayo ndani, hata ile njaa ya mwili wakati mwingine uisikii. Pengine wewe una njaa na kuona pengine unakamilisha jambo fulani, unalifanya lile jambo kwa sababu ya ile njaa ya ndani, ule msukumo wa ndani, ile kiu ya matokeo. Hata njaa ya mwili huu wakati mwingine uisikii. Na mtu anafanya kazi mpaka anasahau kula, Kwa hiyo mapenzi ya Kristo, Yesu anasema mapenzi yangu ni kuyafanya mapenzi ya Baba yangu. Sasa tuangalie hapa Yohana 6:33 kuanzia mstari wa 35. Akasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mimi, mstari wa 48 anasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakasema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake tuule? Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wangu, msipoule mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yake, nami ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kama mimi. Hiki ndiko chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali kila alaye chakula hicho ataishi milele. Maneno haya aliyesema katika sinagogi alipokuwa akifundisha Kapernaum. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia wakasema, neno hili ni gumu, nani awezaye kulisikia? Na Yesu akafahamu nafsini mwake kuwa wanafunzi wake walinung'unikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili limewakwaza? Yaani Yesu alizungumza kitu kigumu sana. Anawaambia, yaani unajua alizungumza aulaye mwili wangu. Alafu wale Wayahudi wakaanza kushindana, sema huyu ni nani tule mwili wake? Alafu ndo akaendelea kukazia. Akaendelea kushindilia mwili. Alikuwa anazungumza kwa lugha ya mfano. Sababu unajua Yesu, kama nilivyosema, ilimlazimu afundishe kwa lugha ya picha, kwa sababu katika nyakati zile kuna vitu alikuwa hajavikamilisha. Ilikuwa lazima aende msalabani, alafu akishaenda msalabani kile ambacho amekifundisha ndio kisema kiwe kwa uhalisia kabisa. Sababu mafundisho mengi ya Yesu wakati yuko katika ulimwengu huu ilikuwa ni kama ya promise. Ilikuwa ni ahadi fulani kwamba bado alikuwa anazungumza kile ambacho kitatokea baada ya yeye kwenda msalabani. Kwa sababu hapa anazungumza habari ya damu, kuinywa damu. Aulaye mwili wangu, sio tukio la wakati ule. Sababu wakati ule ilikuwa bado hajaenda msalabani. Sababu ukizungumza kuinywa damu, hata hapo wengine wanaanza kushangaa, kuinywa damu tena? Hivi tunainywaje damu ya Yesu? Au ndio ile meza ya Bwana? Unajua kuna, niseme ukweli, hii meza ya Bwana Yesu alisema tufanye kwa ukumbusho wake, si ndio? Alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wake. Lakini kuna namna fulani imepewa hadhi ambayo, kwa sababu ile meza ya Bwana it's all about symbolic language. Ni lugha ya picha ya kutukumbusha kile ambacho Yesu alikifanya. Kwa it's not about mkate au about ile nini ambayo nakunywa ile divai.
Yaani muhimu zaidi ni kuelewa kile ambacho Yesu amekifanya. Kuelewa kile ambacho Yesu amekifanya. Na kuna kitu ambacho aulaye mwili wangu na kuinywa damu. Yaani alianza kula mwili, aulaye mwili wangu alafu na kuinywa damu. Mwili tumesema ni kumuelewa. Kumuelewa Kristo ni nani? Kumuelewa Yesu, kumuelewa. Unapokula chakula, unapokula chakula cha uzima au unapoula mwili wake, ni kumuelewa au kumfahamu Yesu nani, kupata ufunuo kwamba Yesu ni nani. Alafu unapopata ufunuo wa Yesu ni nani, maana ni kwamba automatically unakuja kunini? Unakuja kuinywa damu yake. Kwamba ameanza kula mwili alafu kuja kwenye damu. Unakuja kunywa, sababu lazima kuna hatua. Unaanza na mwili, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Akawasema kwamba anywae damu yangu na kuinywa mwili na kula mwili wangu. Kwamba unapomuelewa Yesu ni nani, ni rahisi sasa kufanya nini? Kufahamu damu yake ilichokifanya kwa ajili yetu. It's all about understanding, ni ufahamu. Kula mwili wa Kristo ni kitu cha kufanya ni kumfahamu Yesu ni nani. Na kumfahamu Yesu ni nani, sizungumzii tu kwamba kumfahamu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sio tu hivyo, lakini kufahamu kila alichokifanya. Sababu unajua kumfahamu mtu, kwa nikimjua tu, nikikujua wewe jina lako ni fulani, lakini nikijua wewe unafanya nini, nasema wewe ndio unamfahamu. Yaani unajua kumfahamu Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa, Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa. Lakini yule mwana wa Mungu ukisema kutaka kujua profile ya mtu, kama huyu mtu namfahamu, utajua jina lake, utajua anafanya nini, utajua anakaa wapi. Na ile kufanya nini hasa ndio inafanya kwamba wewe kumjua wewe nani. Huyu jamaa ni fulani, anapiga drum, anajishughulisha na shughuli hizi, pengine zile activity ndio zinakusema kwamba unamfahamu mtu. Ukiwa hujui mtu anachokifanya, usiseme kwamba unamjua. Kazi ndio zinafanya nini? Zinakufanya kusema kwamba huyu mtu unamjua. Anafanya kazi fulani, jina lake ni hili, lakini anajishughulisha na jambo fulani. Yaani ukijua kazi zake, huyo mtu ndio unamjua. Lakini watu wengi, Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Amefanya nini? Anaanza kwanza kustaki, anaanza kufikiria. Kwa hiyo kumfahamu Kristo ni kujua kile ambacho amekuja kwetu kukifanya, na kujua pia nafasi yake. Yaani kumjua Yesu ni nani kwa maana ya jina, kujua nafasi yake, lakini kujua kile ambacho anakifanya katika maisha yetu siku kwa siku. Sasa alizungumza hapa kwamba ulaye mwili wangu na kuinywa damu. Nikazungumza damu ni nini? Damu ukisema damu ni kuelewa au kufahamu msamaha ndani ya damu yake. Kuinywa damu yake ni kupata ule ufahamu wa kwamba damu yake ilifanya nini. Kula mwili wake ni kupata ufunuo au kupata ufahamu ya kwamba Yesu ni nani na amefanya nini kwa ulimwengu, including me. Tunaweka kile kunywa, nikijwa na kunywa kale kanilo, unaona kama naunywa damu. Yaani it's just a symbolic language. Bado tunabaki mule katika lugha za mifano. Kuna sema nimezungumza kwa sababu kuna namna ambayo tumeipa kwamba nikiwa na kula ili tunaona kwamba yani ndio naula mwili wa Yesu. Kula mwili wa Yesu ni katika ufahamu. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Ndani ya moyo wa mtu unapoachilia maarifa. Na neno hili jamani linakuja kwetu ili tuweke utamaduni wa kutamani kujifunza habari. Hivi ngoja niseme ukweli, nje ya pengine ya Jumapili tunapata nafasi pia kuwafuatilia pengine watendakazi mbalimbali pengine katika mitandao. Tunakaa kwenye mitandao sana, pengine huko katika mitandao kuna watu ambao tunawafuatilia kama walimu pengine, au tunajifunza kwa kupitia maandiko. Unajifunza pia kwa watu, japokuwa sio afya kuwa na walimu wengi, lakini lazima kuwe kulingana na assignment ambayo Mungu anakupa. Kuna walimu ambao tunasema unapata nao, unajua iko hivyo.
sawa, Mungu ameachilia walimu katika makusanyiko mbali, lakini kulingana na assignment yako, kuna mwalimu ambao Mungu anaweza akakuexpose kwake, ambayo lazima akakushape ili uweze kutumika katika ile eneo ambalo Mungu amekuitia kutumika. Kwa hiyo lazima uwe na walimu ambao pia unajua kuna walimu alafu kuna mchungaji. Mchungaji ni yule ambaye anakulea katika anakulea kanisani, si ndio? Kuwa na mchungaji ni muhimu. Kuwa na mchungaji. Lakini kuna walimu. Mchungaji anakulea kwa maana ya kwamba mafundisho ya kila anakuwa karibu yako, maana anakulea. Lakini kuna walimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna walimu ambao watakuwa tuwafadhili, lakini pia kitu kikubwa sio walimu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa sababu ndilo neno la Mungu litaweka njaa. Unajua unaweza kusoma mafundisho, ukasoma maandiko, alafu kuna namna fulani unaona hii kitu ambacho nimekielewa, unatamani kujua zaidi. Lakini sisi tunatamani kujua wakati mwingine kujua trending za watumishi. Nani mtumishi gani kafanya nini, event gani iko wapi? Wapi kuna ibada, wapi, yani we are so busy about matukio, events. Kujua nyimbo gani sasa hivi imetoa nani, yani tunajua matukio, tunajua mambo ya kanisani kuliko kile ambacho kinatupasa tukifahamu. Na hiyo ni mbaya kweli, nisema kweli, ni mbaya kweli. Trending za kanisani, fulani kafanya hivi, kafanya hivi, sisi kafanya hivi, na tumekuwa busy, tumeweka mpaka vichekesho kanisa. Yaani mtu akiangalia kanisani kwa nini vichekesho vinatuongezea nini jamani? Hivi niseme ukweli. Unajua kuna vitu vingine tukivizungumza itaonekana kama tuna sasa hivi vichekesho nao ni ministry. Huduma ya vichekesho. Yaani ni kitu cha aibu mno. Yaani kwa sasa hivi katika kuna ministers ambao ukiangalia katika mitandao huko ni minister, lakini ministry yake ni mzaa tu. Tumia jina la Yesu kwa mzaa. Watu wanacheka. Yaani maana yake kwamba nini? Anatoa ile mizaa ambayo pengine watu wanaifanya, alafu ana expose. Kwa mfano, nilimwona mtumishi mmoja alienda akamwambia mtu, baba, si nini? Anataja jina la Bwana kwa mzaa. Watu wanacheka. Yaani tunalidhalilisha jina la Kristo. Lazima msitaji jina la Bwana, msitaji jina la Bwana bure, si ndio? Tusitaji jina la Mungu bure. Sasa hivi inakuja kama kipengele cha ministry katika kanisa. Ni hatari, si ndio? Nataka ni tukuze kwa maana kwamba hivyo haviwezi vikatufanya tukue hata kumjua Kristo. Vichekesho vinaweza kutufanya tumjue Kristo, tuweze kukua katika kumjua Kristo. Haiwezekani. Hatuwezi tukasikiliza vichekesho vya watu pengine wale, kwa sababu ukiangalia vichekesho ni yale makosa ya watu. Tukisikiliza makosa ya wengine, alafu tunajikuta tunacheka. Sijui kwa nini hata nimesema haipo kwenye masuala ya vichekesho. Sikuandika. Lakini tumefika hapo. Vitu ambavyo havina afya ndio tunavisikiliza. Vitu ambavyo havina afya. Bwana Yesu asifiwe. Na hili andiko nimelipata Yohana 4:31. Anasema huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi ule akamwambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wakasemezana, je, mtu huyu amemletea chakula? Alikuwa na mama Msamaria wanazungumza. Alafu wanafunzi wakarudi wakamkuta anazungumza na mama. Asema, je, mtu huyu amemletea chakula? Sema Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Mapenzi gani hayo? Nikikaa hapa nitakaa sana. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka niseme ni kwamba kiu ya kumfahamu Kristo. Tunapita katika situations mbalimbali za maisha. Inawezekana ni za uhitaji, inawezekana ni za ukame, inawezekana ni za dini. Kutamani kufahamu mapenzi ya Kristo. Unapofahamu ndio unalishwa. Fahamu wako unalishwa.
Kwa hiyo chakula ni chakula cha ufahamu. Haulaye mwili wangu ainywaye damu yangu. It's all about symbolic language ambayo ina ufahamu. Hivi ngoja niulize swali moja. Mwaka jana, siku mwaka jana, si ndio? Na mwaka huu kuna kitu gani ambacho pengine unaweza ukakizungumza kimekushangaza kwa habari ya Kristo, ambacho mwaka jana ulikuwa unakifahamu lakini sasa hivi unakifahamu? Inawezekana tukawa tunafahamu tu mambo mengi. Unajua mwaka jana bendi fulani ilikuwa ipo, hakuwa na nyimbo fulani. Mwaka jana hakukuwa na hivi, Morogoro hatukuwa na event. Mwaka jana hatukuwa na, lakini mwaka huu tumejaliwa, tumefanya event kadhaa. Mwaka huu tumefanya hiki na hiki. Mwaka huu najua kupiga hiki. Mwaka huu naweza kuzungumza hivi. Lakini je, katika hayo kuna ufunuo au kuna namna gani ambavyo umeanza kuelewa kwa habari ya ufalme wa Mungu? Sababu tukimzungumzia Yesu Kristo ni mfalme, si ndio? Na tunapozungumzia mfalme, maana kwamba tunapojua habari za Kristo, maana kwamba tunazielewa habari za ufalme wake. Tuweke taratibu au desturi au ratiba, au tuweke namna ambayo itatuwezesha kuendelea kukua. Wakati ambapo nisema kiu na njaa inawekwa, wakati ambapo nasikia neno lake inaweka kiu na njaa. Usomi neno, usikilizi neno, atusikilizi neno, tusahau habari ya kufanya nini, kuwa na kiu na njaa. Tutajiona kwamba tunaweza, tumeridhika. Lakini ukigusa neno, ukigusa mafundisho, ukisikiliza, kwa mfano mimi naweza kusikiliza, huwa mara nyingi wakati mwingine nikipata muda, pengine kuna baadhi ya watendakazi na wafuatilia ambao najua sasa hawa kuna kitu ambacho Mungu ananifundisha kwao. Nikianza kuwafuatilia, nikifungua kidogo, wakati mwingine nafungua ujumbe, unajikuta sikupanga hata kusikiliza labda lisali moja lizima. Alafu nakuta pengine naanza kusikiliza. Ile nimeanza kusikiliza kidogo, naanza kusikiliza pengine Mungu anifungue hii nini? Hii sermon, haya mafundisho yanahusu mbona hii title. Ukifungua unajikuta umemaliza yote. Wakati mwingine unaweza kufungua maandiko, ukafungua labda kitabu cha Wafalme, ukaanza kusoma habari ya Daudi, ukajikuta chapter 2-3 zimeenda. Na pale it's all about unapoanza chukua hatua, unajikuta nini unaendelea. Usipochukua hatua hauwezi ukawa na kiu ya kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwenye kiu, kila mwenye njaa haje. Hatuna kiu, hatuna njaa, hatuwezi kupokea. Mungu anahitaji watu wenye kiu, wenye njaa, ili apate kujifunua kwao. Ukiwa na kiu na njaa, Mungu anazidi kukufunulia siri za ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri utaendelea wiki ijayo. Unaona hapa muda umeenda, lakini ninachotaka kusema ni kitu gani? Lazima kwa makusudi tukaze au tuwe na ile nia ya ndani ya kujifunza neno lake. Na hili nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu usipokuwa na ratiba, tusipokuwa na ratiba pengine ya kusoma maandiko, kujifunza neno, maana kwamba nini, hatuwezi tukatamani kuweza kujua zaidi. Kama nyimbo, tunasikia nyimbo zina kudrive kwenye uasherati, kwenye uzinzi, kama viungo vyote vinani. Nyimbo za ajabu siku hizi. Unasikiza nyimbo matusi matupu. Alafu unakuta mtu anaanza kuwaza mapicha. Ukiangalia kwenye mavideo huko ndo hatari. Vitu vya ajabu. Vile vitu kama vile vitu vinatengeneza matamanio. Vinaweka shauku ya mtu kufanya kitu fulani. Neno la Mungu pia linaweka shauku ya ibada. Wakristo wengi tumekuwa sasa hivi tumekuwa event oriented. Very busy na ma-event. Lakini hatujengi. Sasa event sio mbaya. Get together hizo sio mbaya. Lakini lazima tuweke pia na ratiba zetu au namna fulani binafsi ya kutamani kuweza kufanya nini?
kukua katika kumfahamu Kristo, kwa sababu utumishi wetu utakuzwa kwa kadiri ambavyo tunamfahamu. Unajua Mungu hawezi kukuweka sehemu ambapo anajua wewe ukienda pale yani utaanguka. Lakini kadiri ambavyo unakomaa katika ufahamu, ndio Mungu sasa anaona huyu anaweza kasogea. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaendelea kunijua. Unatamani wewe, mimi natamani kweli nihudumie hii taifa. Hudumie hii taifa. Ukishapata ile namna fulani ya watu kukujua tu katika mkoa wa Morogoro tu mzima, utaweza kukupoteza. Au kukufahamu Tanzania nzima hapa. Kuanza kupata ma interview, utaenda kubolonga, utaenda kuulizwa swali pengine, wewe hivi na hivi unaweza kufanya hivi. Ukazungumza vitu vya ajabu. Nini? Ufahamu wako. Kwa Mungu pia kwa kadiri ambavyo unamfahamu, anakuwa rahisi na kufanya nini? Kutengenezea mazingira ya kiutumishi, ili unapozungumza habari zake uzungumze katika kweli. Yaani hebu imagine wewe sasa, wewe hauyamfahamu huyo Kristo vizuri, alafu pengine Tanzania nzima pengine inakufahamu, pengine ukapata mwaliko sehemu, watu 1000 ngapi wanakusikiliza, hata kwenye media tu watu kadhaa wanakusikiliza, alafu ukazungumza kitu cha ajabu kwa habari ya Kristo, ukabolonga. Hiyo aibu inamjia nani? Inamjia yule ambaye amekupa hiyo nafasi, ndio Kwa kadri ambao tunatamani kuwafikia wengi zaidi, yatupasa tumjue yule ambaye tunamwakilisha. Ukiwa unamwakilisha mtu fulani katika wengi zaidi, inakupasa umjue kwa kina, ili unapozungumza habari zake usije ukakosea, alafu ukawapotosha wengi. Unajua ukiwapotosha, ni heri umpotoshe mmoja huyo ambaye sema ni rafiki yako au ni mtu wa pembeni, lakini kwa kadri ambavyo unawapotosha wengi ni hatari zaidi. Kwa tukaze katika kumfahamu Kristo. Yesu Kristo ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Neno hili naamini linaendelea kuweka madai ndani yetu ya kutengeneza kiu ya kukufahamu wewe Baba. Uzima wa milele ndio huu. Tukujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Falme, ukututuma kuleta mzaa katika kanisa. Ukututuma kwa ajili ya burudani katika kanisa. Na jambo hili Mungu, jambo hili Mfalme, ninaomba sisi vijana tupate kulielewa. Haukututuma Bwana tuchekeshe kanisa. Haukututuma Bwana tuburudishe kanisa. Bali ulitutuma Bwana tulilishe kanisa lako kwa ufahamu wako. Tusiwalishe watu makosa. Tena tusidai jina lako bure. Kwa katika kanisa tukaanza kuburudisha, tukaanza kuchekesha. Mungu, ninaomba Bwana, sisi vijana, hasa sisi vijana, katujalie kuweza kuelewa mapenzi yako ni nini katika kanisa lako Bwana. Ulitoa mitume, manabii, walimu, wainjilisti, wachungaji, ili kusudi kujenga mwili wa Kristo, na hata tufikie kimo cha utimilifu wako Bwana. Mfalme, utukufu na heshima na kurudishia wewe Mfalme kwa ajili ya neno lako hili. Endelea kutujenga, endelea kutuongoza, hata tutakapozidi kuendelea kufuatilia somo hili, tupate kujua ni kitu gani ambacho Mungu unakimaanisha, kwamba uzima wa milele, chakula chako ni neno lako, kukufahamu wewe, kukujua wewe ni nani. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.